Mambo vipi mtazamaji wetu wa Kimgongo TV, niko mbele ya skrini yako leo na kuletea yale ambayo nimekuandalia kwenye kipindi cha Dunia Inasemaje. Kama ilivyo kawaida yangu, ukiniona niko mbele yako hapa kwa siku ya leo, basi ni kitu kimoja tu, ni kutaka kukujuza yale ambayo yamejiri aidha kwenye dunia nzima, kwenye mabara tofauti tofauti, kwenye nchi fulani. Sasa leo twende hapa Afrika, na leo tunaizungumzia nchi ya Libya na uongozi wake chini ya Kanali Gaddafi. Sasa nataka nikupe kidogo historia fupi tu ya kutokea alipozaliwa Gaddafi mpaka uongozi wake mpaka umauti unamkuta. Hayo ndio ambayo nimekuandalia kwa siku ya leo. Niko hapa bwana, na nyuma ya kamera pale tunaye director Majani. Basi kwa kwanza kabisa nataka nianze nikwambie tu kwamba kuna huyu kiongozi ambaye alishawahi kuiongoza nchi ya Libya. Alifahamika kwa jina la Muammar Mohamed Abumnyal al-Gaddafi. Huyo alifahamika zaidi duniani kwa jina la Gaddafi, ndiyo. Na haijulikani tarehe aliyozaliwa kiongozi huyu, lakini kwa mwaka unakadiriwa kuwa alizaliwa ndani ya mwaka 1940 au mwaka 1943, katika hiyo miaka miwili hapo. Na alizaliwa katikati ya jangwa. Huyu hakubahatika kuzaliwa kwenye nyumba yenye tofali, nyasi wala mabati. Alizaliwa ndani ya hema katikati ya jangwa, lakini akiwa chini ya uangalizi wa familia ya maskini sana, familia duni ambayo haikuwa na desturi kabisa ya kupeleka watoto shule kama zilivyo familia nyingine. Na ukoo wa Muammar Gaddafi ulitambulika kama Bedouin. Huu ni ukoo ambao watoto wao walikuwa hawaendi shule sana. Ni kutokana pia na uduni wa maisha ambao walikuwa nayo. Lakini baba yake na Gaddafi aliona akili ya utofauti sana kwa kijana wake, na aliamua tu kufanya mchakato wa kuweza kumpeleka moja kati ya shule ambayo ilikuwa mbali sana na mazingira ambao walikuwa wanaishi, na ilikuwa ni shule ya kidini. Sasa kutokana na umbali wa kutoka pale nyumbani hadi shule, ilimbidi asiwe anarudi nyumbani. Gaddafi alikuwa akimaliza masomo yake, alikuwa anaingia kulala msikitini, msikiti ambao upo karibu na shule. Kama nilivyokuambia, ni shule ya kidini, kwa alikuwa anaenda kulala hapo. Lakini pia kama tunavyojua, katika shule hizi ambazo tunasoma kuna watoto wa familia tofauti tofauti, kwa grade tofauti tofauti. Kutakuwa kuna watoto wa familia kawaida, watoto wa familia duni, watoto wa familia ya maisha mazuri. Inategemea ni shule gani ambayo umesoma. Basi shule ambayo alisoma Muammar Gaddafi ni shule ambayo kulikuwa pia kuna watoto wenye familia za uwezo sana. Basi alionekana kama kituko, alionekana kama katuni. Yaani hakuonekana vizuri kwa wenzake kwa sababu ya uchafu aliokuwa nao. Alikuwa havai vizuri kama wenzake, lakini pia alikuwa na afya mgogoro kutokana na uhaba wa kupatikana kwa chakula. Alikuwa ni mtoto mdogo. Hata asiporudi nyumbani, alikuwa akilala msikitini. Bado hakukuwa na uwezo wa kusema wazazi watapiga simu. Hakukuwa na hiyo access kwa wakati huo. Sasa basi, baada ya kuendelea kusoma katika shule hiyo, Muammar Gaddafi alibarikiwa akili sana, na ilimpelekea kurukishwa madarasa mawili na kumfanya awahi kumaliza elimu yake. Sasa baada ya kumaliza elimu yake alirejea nyumbani. Aliporudi nyumbani, familia yake kwa ujumla ilihama eneo ambao walikuwa wanaishi, wakahamia sehemu nyingine iliyotambulika kwa jina la Sabha. Walihamia huko. Walipohamia huko, Muammar Gaddafi alianza kuwa na ushawishi ama msukumo ama ndoto kubwa sana ya kuwa mwanasiasa. Ndiyo. Lakini kwa wakati huo alikuwa na miaka 18 tu, na alikuwa na msukumo mkubwa sana wa kutaka kuijua siasa na kuifanya siasa kwa vitendo. Na baadaye milango ilifunguka kwake. Baada ya miaka ile 18 kuendelea, aliposogea hapo milango ikafunguka, akafanikiwa kuingia chuo cha Benghazi. Alisoma hapo, aliweza kufanya masomo yake vizuri kabisa. Kama nilivyokuambia hapo awali, alirukishwa hadi madarasa. Sasa ilimfanya hata alipofika chuo pia alikuwa anafanya vizuri sana. Na alipomaliza chuo akajiunga na jeshi sasa rasmi. Na alipojiunga na jeshi, ule msukumo wa siasa ulizidi kuwaka ndani yake. Akaona sasa hapa nina uwanja mpana sana wa kufanya siasa na kufanya mapinduzi makubwa sana. Sasa alipofikisha miaka 27, alifanikiwa kufanya mapinduzi yasiyo na umwagaji damu, na alifanikiwa kumpindua rais ama mtawala wa wakati huo ambaye alitambulika kwa jina la Mfalme Idris wa kwanza. Sawa, alipompindua huyo, basi akaingia yeye kuwa rasmi rais wa Libya, na tukamfahamu Muammar Gaddafi kuanzia hapo. Sasa haya ni mambo ambayo
ambayo aliyefanya sana Muammar Gaddafi, japokuwa walikuwa wanamuita ni dikteta, ni mkatili na rugaruga nyingine ambazo walikuwa wanazitumia kuhusiana na jina lake. Alipoingia madarakani baada ya kumpindua Mfalme Idris wa kwanza, alipoingia madarakani huyu Rais Gaddafi, kwanza umeme ulikuwa ni bure. Wananchi walikuwa wanalipia umeme, mnaenda mnagonga kwenye nyumba zile za kupanga tulipia umeme kama tunavyofanya huku kwetu, basi ilikuwa imekata hapo. Yaani hakuna kulipia umeme, ilikuwa umeme bure katika nchi ya Libya. Haikutosha hapo, mambo ya matibabu, yaani wewe unaumwa basi utaripiwa bure kabisa na serikali ya Libya chini ya uongozi wa Gaddafi. Hata kama ugonjwa wako hautakuhitaji uhudumiwe ukiwa Libya, basi huko ambapo utaandikiwa kuhudumiwa na serikali ya Gaddafi itakufuata huko kwenye upande wa matibabu kwa gharama zake. Lakini pia haikutosha hapo. Hata ukihitaji kuoa kijana, basi kuna kibunda chako kutoka serikalini kitakachokusaidia wewe kuanza kuoa na kuanzisha maisha yako. Basi umeoa, umefanikiwa kupata watoto, bado serikali chini ya uangalizi wa Gaddafi itakusaidia wewe kujijenga vizuri, wewe pamoja na familia yako kwa ajili ya huyo mtoto, ili aweze kula vizuri, aweze kuishi vizuri, utapewa kibunda chako. Sasa kuna wale vijana ambao wanataka kwenda kusoma abroad, wanataka wakasome nje, hataki kusoma ndani ya Libya, basi ilimbidi atoke aende akasome nchi za jirani au nchi za mbali. Bado serikali ya Gaddafi ilikuwa inahudumia hayo. Unaenda kusoma hiyo shule bure bila kuhudumia chochote kile. Pesa zote zinatoka katika serikali ya Gaddafi. Lakini bila kusahau, umeenda kusoma huko nje au umesoma ndani ya Libya, upo mtaani huna kazi, serikali itakulipa mshahara kila mwisho wa mwezi kama wanavyolipwa wengine ambao wanafanya kazi. Hayo yalikuwa ni maajabu ya Rais Gaddafi. Yaani aliyafanya yote hayo kwa vijana wake, kwa lika zote, hata kwa wazee aliyafanya yote hayo. Lakini pia hata ukitaka kukopa kwenye benki yoyote ndani ya nchi ya Libya, basi utarudisha deni hilo bila riba. Yaani hakutaka tamaa ya riba, sijui riba ya 10%, 20%, 50%. Yaani wewe utakopa iko ambacho unakikopa kwenye benki, basi utakirudisha kama kilivyo bila riba yoyote. Lakini pia alienda mbali sana kwenye upande wa starehe. Kama unahitaji gari nchini Libya kipindi cha uongozi wa Gaddafi, basi utapewa gari hilo, utanunua hiyo sehemu hilo gari, lakini ile bei ya mwanzo, yani nusu gharama ya gari, basi atailipa yeye Gaddafi. Kwamba mimi nahitaji gari, nahitaji labda gari ya milioni 10, basi milioni 5 italipwa na serikali ya Gaddafi, milioni 5 nitaimalizia mimi. Hayo ndio yalikuwa ya Gaddafi. Lakini kitu kingine, serikali inapoingiza pesa ya mafuta, basi zile pesa ambazo zitafanya mambo yote yale, kuna kale ka pesa ambapo katabaki, wananchi wa Libya wataingizwa kwenye akaunti zao. Ni maajabu kiasi gani? Ilikuwa ni nchi yenye raha namna gani? Wananchi wa Libya waliishi kama wako mbinguni, ninaweza nikasema hivi, kwa sababu kila kitu unalipiwa. Hauna kazi, unalipwa mshahara. Unahitaji gari, utatoa nusu utamalizia, utamiliki gari. Unataka mkopo utachukua na utaurudisha kama ulivyo bila riba. Lakini pia unataka kuoa, basi utapewa pesa kwa ajili ya kwenda kuoa. Umezaa, basi utapewa pesa kwa ajili ya kujikimu wewe pamoja na familia yako. Ilikuwa ni nchi moja ambayo walifurahi sana watu wake. Rais Gaddafi pia alihakikisha kwamba hakukuwa na deni wala hakutaka taifa lolote lile kuwakopesha. Yaani walikuwa wanaishi kivyao vyao kwa starehe zao bila mikopo yoyote ndani ya nchi ya Libya. Bila kusahau pia kitu kingine ambacho nataka nikufahamishe, Libya ilitambulika kuwa ni nchi ya jangwa. Lakini aliamua kufanya mapinduzi haya. Aliweza kutengeneza mto ambao hakuumba Mungu. Mto huo ulisambaa sehemu nyingi sana za nchi ya Libya, na hivyo ilifanikisha kuwa Libya ni nchi ambayo iliongoza duniani kwa kilimo cha umwagiliaji kutokana na mto huo. Sasa haikutosha bado, akatangaza kwa wananchi wake wote kwamba kama kuna mtu anahitaji kujaribu au kufanya kilimo, basi aje serikalini na kuhitaji chochote ambacho anakitaka, atapewa bure kwa ajili ya kumsaidia kwenye kilimo. Na
hivyo ilipelekea kuwagaia wananchi wake matrekta na vifaa vingine vya kilimo ili kuweza kuwasaidia mazingira rafiki kwa ajili ya kilimo. Aligawa mbegu bure kabisa kwa wakulima. Yaani alifanya mambo mengi sana bure kwa wananchi wake. Sasa hapo katika hayo yote niliyokuambia kuhusiana na Rais Gaddafi, bado utajiuliza kwa nini alikuwa anaitwa dikteta, ama kwa nini aliuawa kikatili? Twende hivi. Muammar Gaddafi alikuwa na mambo mawili ambayo yaliwachukiza sana watu. Jambo la kwanza ni rais wa kwanza Afrika aliyehudumu katika kiti cha urais ndani ya miaka 42. Ulisikia nchi gani tena ndani ya Afrika, ndani ya bara la Afrika, ni rais gani aliyehudumu katika kiti chake cha urais ndani ya miaka 42? Basi Muammar Gaddafi alihudumu katika kiti cha urais ndani ya miaka 42 bila kuhitaji kuondoka katika kiti hiko, na alisema endapo ataondoka katika kiti hiko, basi mwanae Saif al-Islam al-Gaddafi ataongoza nchi hiyo. Hakutaka kumwachia mtu yoyote yule. Lakini jambo la pili, hakuhitaji wanaharakati wala vikao vya wanaharakati wala mikutano yao, na endapo akikutana na mikutano hiyo au mtu yoyote akavunja sheria hiyo ya kutokuwa na mikutano ya kiharakati yoyote ile ya kisiasa, basi mtu huyo atahukumiwa kifo, atauawa. Kwa tafsiri ndogo, alipoteza watu wengi sana kutokana na sheria hiyo, kwa sababu kila mtu alikuwa anatamani, watu wengi wanaopenda siasa walikuwa wanatamani kuwa na kufikia katika kiti chake cha urais, lakini walishindwa kwa sababu alikataa kung'oka kabisa katika kiti cha urais. Hayo ni mambo mawili: kukataa harakati zote za siasa ambazo zitampindua yeye, lakini pia endapo atapinduliwa yeye, basi ataingia mwanae Saif Gaddafi. Na hayo ni mambo ambayo watu wengi waliyakataa. Sasa wanaharakati hawa na nchi nzima kwa ujumla, katika wale watu ambao walikuwa kinyume na Gaddafi, waliamua kuandaa maandamano ambayo yalikuwa ni maandamano yenye kufosi sana. Yalifanikiwa, lakini walimtega, walimuinda, waliweza kufanya kila kitu ambacho kilikuwa ni kibaya. Hatimaye Gaddafi alikaa mikononi mwao. Aliuawa Gaddafi kikatili. Hata alipolia kutaka asamehewe katika yale ambayo alihisi sio sahihi na aliyafanya, basi hakusamehewa. Alipigwa risasi nyingi sana kutokana na yale yote ambayo aliyafanya. Starehe zote ambazo zilikuwepo nchini Libya, watu wote kumiliki vitu bure bila kugharamikia chochote, bado hayo hayakuhesabika katika yale ambayo aliyafanya. Alipigwa sana, aliuawa, na baadaye walichukua mwili wake kwenda kuning'iniza kwenye moja kati ya bucha la kuuzia nyama, na hapo mwili wake ulianza kutoa wadudu na kuanza kuoza, na ndipo aliondolewa. Hayo yalikuwa ni mauaji makubwa sana na ya kikatili sana kwa rais ambaye aliweza kuikumbatia Libya. Ni kutokana tu na hizo sababu za kutaka kung'oka kwenye madaraka na kuto kuwataka wanaharakati kufanya mikutano yao. Hayo ndiyo ambayo yalimkuta Muammar Gaddafi. Nimekuandalia hayo tu kwa siku ya leo. Sasa utajiuliza mengi sana, ni hayo tu aliyoyafanya? Je, hawakuona yale mazuri ambayo alikuwa ameyafanya Gaddafi kipindi ambacho anawapa starehe watu wake? Na wengine walisema au anamwonea wivu kwa sababu Muammar Gaddafi alikuwa na mabodyguard wa kike na warembo, kwa sababu ni kukumbushe tu, Muammar Gaddafi hakuwahi kuwa na bodyguard mwanaume, mvulana, wala jinsia yoyote ya kiume, ila alikuwa na mabodyguard wa kike, kwa sababu alichokuwa nakiamini ni kwamba mwanamke akiamua kuwa serious anakuwa serious kumzidi mwanaume. Wengi walihisi hivyo, lakini sababu zilitoka kwamba alikuwa akizuia harakati za siasa, lakini pia alihitaji kiti chake cha urais kukirithi mwanaye Saif al-Islam Gaddafi. Hayo ndiyo ambayo yalimuondoa na aliuawa kikatili. Mimi nimekuandalia hayo tu kwa siku ya leo kwenye Dunia Inasemaje. Tumeiona Afrika katika nchi ya Libya, tumemwona kiongozi huyo ambaye alikuwa ni maarufu sana. Lakini mmoja kati ya ndoto ambayo unaweza usio unaijua ya Muammar Gaddafi, naamini mpaka anaondoka alikuwa anaiota katika ndoto zake huko. Sijui kama huwa tunaota. Basi kama tunaota, ni ndoto ya kuiunganisha Afrika nzima kuwa nchi moja ambayo haitazongwa na nchi nyingine, lakini haitategemea nchi nyingine, bali itasimama yenyewe, kama alivyoanza kujaribu hayo katika nchi yake ya Libya. Naitwa Olivia Moses. Nyuma kamera ni Director Majani. Tukutane wakati mwingine panapo majaliwa Mwenyezi Mungu. Komenti yako niikute hapo. Unataka tuongelee nini? Na je, umejifunza nini kati ya haya ambayo tumeongelea leo kumuhusu Muammar Mohammed Gaddafi?
Maisha ndani ya Dodoma kwa sasa yamerahisishwa na 5G Hotel, hoteli ya kisasa yenye vyumba vikubwa na vyenye mazingira tulivu na salama kwa muda wote. Breakfast ya bure, huduma ya chakula na vinywaji, DSTV, Azam TV na free wifi. Lingine kubwa ni kwamba njoo na gari lako, kwani parking ni ya kutosha. Tunapatikana Dodoma Kisasa, karibu na Alberto Pub. Kwa maelezo au mawasiliano zaidi piga simu namba 0794120002 ama 0715693006 au tembelea mitandao yetu ya kijamii kote tukisomeka kama 5G Hotel.